Ndugu zangu, majina yangu ni Shabani Rashid Athmani, ni mwenyekiti wa kitongoji cha kwa Kibosha hichi. Tuliamua kwa dhati kabisa kwamba tunataka Kibosha iwe ni ya mfano kwa maendeleo, pamoja na kufanya mambo mengine, lakini tukasema tuna sekta maalum ambayo inagusa vijana. Tumegusa kwenye elimu, tumegusa kwenye miundombinu, lakini tukasema tunataka tufanye jambo katika michezo pia. Tukiwa wadogo tumekuwa na uwanja hapa kwa Kibosha, uwanja ambao umetumika miaka mingi na wazee wetu, wakina paroko, wakina mzee Hosenyi na wazee wengine, lakini pakafika hatua uwanja ukageuka bwawa na ikawa uwanja hauwezi kutumika tena. Tukasema turejeshe hadhi ya uwanja, turejeshe heshima ya uwanja. Tukafanya hivyo kwa kumwaga kifusi hatua ya awali, tukafanya hivyo kwa kuchonga mitaro, na hatimaye hichi ni kipindi cha masika, pamoja na changamoto ndogo ndogo, lakini burudani inaendelea kupigwa pale. Lakini kazi ile nzuri imefanywa na ofisi ya kitongoji pamoja na vijana nyinyi. Kwa mimi nichukue nafasi hii kuwashukuru kwa ushirikiano tangu awali tunaanza kukarabati uwanja na mpaka tulipofika sasa. Kwa asanteni sana katika hilo. Lakini tukasema hapana, hatuwezi kuishia hapo. Tukaanzisha burudani pale katika uwanja wetu, tukafanya bonanza na Kipingu FC wakawa mshindi wa bonanza, wakaondoka na 350 pale. Tungutungu wakachukua 150 pale, na leo naona wote imefanikiwa kuwatoa, si ndio? Tukaanzisha mashindano sasa baada ya lile bonanza, mashindano ya kombe liitwalo Shabani Super Cup. Shabani Super Cup shabaha yake namba moja ilikuwa ni kuwafanya vijana wawe ni watu wenye furaha, wasiwe tu ni watu ambao wanakaa tu mtaani, wawe na mahala ambako wanacheza. Kuna kitu ambacho baada ya kufanya shughuli zao za kimaendeleo, ufike muda waende wakacheze mpira, ufike muda waende wakafurahi na kufurahika kwa pamoja. Shabaha ikiwa waache mambo ya mtaani yasiyofaa, waje kwenye jambo ambalo linawaunganisha na kuwa kitu kimoja, wafurahi kuwa katika nchi yao. Tukifanya nchi yetu inakuwa salama, tukifanya nchi yetu inakuwa na amani, na hilo limedhihirika kwamba mmekuja kuangalia mpira, mmekuja kucheza mpira, burudani imenoga pale, watu wameanza kuja kuangalia hatua za awali 100 hadi 200, na mara ya mwisho wamefika watu 400 takribani, wanakimbilia watu 500. Hii ni kazi nzuri ambayo nyinyi timu mmeionyesha, mmecheza mpira mzuri, umepelekea huo mpira kuwa burudani, watu mbalimbali wamekuja kuushuhudia, watu wanaongezeka kila kukicha. Nichukue nafasi hii kuwashukuru sana nyinyi kwa burudani nzuri mlioionyesha pale uwanjani, na hatimaye leo kufuzu kuingia robo fainali. Hongereni sana vijana wenzangu. Ndugu zangu, sisi kwa Kibosha tuwe mfano, vitongoji vingine waige, kata nyingine waige, wilaya nyingine waige, mikoa mingine waige. Vijana wakiwa wanapata hela ya kula, watu wanaenda skuli wanasoma, barabara zikiwa zinapitika, kusipokuwa na michezo tunatengeneza magenge ya wezi. Tukiandaa na michezo, nchi inakuwa na amani.
Sisi kwa Kibosha tunafanya vizuri shuleni, tunafanya vizuri barabarani, na tumeamua kwa maksudi kufanya vizuri pia katika michezo. Leo ndugu zangu, tumewaandalia zawadi, na si tu nguo za Bukujero pale Kariakoo. Tumeandaa zawadi kuwaletea, ni jezi zenye hadhi ya kuvaliwa na mchezaji wa level yoyote duniani. Ni jezi zenye hadhi ya kuvaliwa nanyi timu ambazo zimeonyesha burudani na kuingia robo fainali. Ni jezi kweli kweli. Lakini sisi katika kufanya maendeleo ni kumuunga mkono Daktari Samia ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye yeye rais ametupendelea sisi vijana, ameiunda wizara maalum inaitwa Wizara ya Vijana. Kazi yake nini? Ni kushughulika na mambo ya vijana, na sisi tukasema tutamuunga mkono Mheshimiwa Rais kwa kushughulika na mambo ya vijana, na hizi jezi ni zawadi kwa ajili yake Mheshimiwa Rais. Na ndio maana tumeziandika, zina rebo ya Shabani Super Cup, lakini jezi tumeziandika Samia rais wetu, fahari ya nchi yetu. Lazima tumsemee vyema rais, lazima dunia ijue kwamba kwa Kibosha, kwamba Bagamoyo, na kwa bahati nzuri rafiki yangu Deo ameleta timu kutoka Bunju hapa, si ndivyo Anasema yeye anatoka Dar es Salaam, yeye ndo mtoto wa mjini hapa. Mnakubali? Kwao kuna kombe kama hili? Bunju wanalo kama hili? Bunju wana mwenyekiti anaweza kufanya haya? Kwa hiyo nani wa mjini, Bunju au Mapinga Kibosha? Sawa sawa. Sawa, tumeleta jezi ndugu zangu. Jezi hizi ni kwa ajili yenu, lakini tunawapa nyinyi hizi jezi tukiwa tunamtaja vyema, tunazitoa hizi jezi zikiwa ni zawadi kwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa nini zawadi? Kwa ajili yake ameunda Wizara ya Vijana, lakini ameleta maendeleo kuliko rais yoyote kuwahi kutokea nchi hii. Na nitawapa data, nitawapa takwimu. Halmashauri zote nchini, Rais Samia akiwa rais amepeleka fedha nyingi katika halmashauri zote nchini kuliko wakati wowote. Na mfano Bagamoyo, awamu iliyoisha Bagamoyo zililetwa bilioni 2 kwa ajili ya maendeleo, ujenzi wa madarasa, wa hospitali na kadhalika. Lakini wakati wa Samia, kata ya Mapinga peke yake imeletewa bilioni 2. Halmashauri nzima ya Bagamoyo imeletewa zaidi ya bilioni 10. Hii ni kudhihirisha rais huyu ni rais bora kuliko wengine wowote. Niwaongeze kingine, kabla ya Samia hakukuwa na mahara kokote watu wanaenda kuspendi, watu wanaenda kutumia. Baa zilifungwa, nyinyi mashahidi. Kumbi za mikutano zilifungwa, magari watu waliyapaki kwenye majumba yao, hawana uwezo wa kuafodi mafuta. Leo Samia amekuwa rais, tunaona leo, tunashuhudia Mapinga watu wanapiga bata usiku wote, mchana bata na usiku bata, ndio sio? Namuona rafiki yangu Damasi asubuhi ndio anatoka kugonga bata saa 2 hivi asubuhi. Nakutana naye mara kadhaa Damasi akiwa na mtu fulani hivi mzuri, siwatajii kuwa ni nani, anatoka kugonga bata. Manake mambo mazuri si mazuri?
Lakini si hivyo tu, tunaona leo barabarani ni mafoleni, ndivyo sio? Foleni imetamalaki, foleni imechukua hatamu, manake gari zina mafuta. Nchi imefunguka, shughuli za maendeleo zinapigika. Kazi hii nzuri ameifanya mwanamama, ameifanya mwanamke. Lazima tumpongeze mwanamke huyu, mwanamama Daktari Samia Suluhu Hassan. Aski jezi hizi kudhihirisha kuwa ni zawadi kwa Daktari Samia, tumeziandika maneno mazuri tunaojifurahisha, maneno ambayo tunajifarihisha na rais wetu. Tumeandika maneno yasemayo, Samia rais wetu, fahari wa nchi yetu. Sawa sawa ndugu zangu Baada ya hayo machache ndugu zangu, zawadi yake ni 1 million, mshindi wa mwisho 1 million. Namba 2 atapokea shilingi 500,000. Mchezaji bora na shilingi 50,000 bahasha yake. Mfungaji bora na bahasha ya 50,000 na zawadi nyingine. Tunategemea mfungaji bora apate na kiatu na fedha, na kipa bora atapata shilingi 50,000. Lakini si hivyo tu, tunajipanga. Ligi hii ikiandika ni ikiisha ligi hii tunakuja na ligi kubwa kuliko ligi hii, ni bandika bandua. Tutaweka hela nyingi ligi ijayo. Hapo vipi? Pako sawa Haya, kwa tujiandae kwa ligi ijayo. Lakini tunapoenda kucheza robo, ni waase vijana wenzangu, tusiruhusu vurugu wakati wa michezo. Tusiruhusu vurugu, tusiruhusu fujo. Dhana ya hii